tarafa letu, afisa tarafa yuko Victor, mwenyekiti wetu wa eneo hili la Uhamaka huku Ititi. Nimeona serikali ya kijiji natambua uwepo wenu hapa, wanakwaya wote kutoka sehemu mbalimbali ambao wamekuja kutoka Dodoma, ambao si jirani wao Dodoma oye, kutoka Moshi oye, Bwana Yesu asifiwe, na kutoka Dar es Salaam nimeona ndugu zangu wa Neema Gospel Choir. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niwape siri, Neema Gospel Choir mkuu wa mkoa anawapenda, nimewamegea tu. Bwana Yesu asifiwe. Na niwaambie wanakwaya wote mkuu wa mkoa anawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kwa neema kubwa ya kipekee kabisa mbele ya Mungu, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana, kama alivyosema mkurugenzi, kwa nafasi ya pekee ya kutuwezesha na sisi kuja kwenye madhabahu ya kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu linasema kwamba na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Mimi nasema nimshukuru sana mkuu wa mkoa, mimi pamoja na mkurugenzi, maana jana tulipokutana naye akasema kesho lazima mnisindikize tukaimbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakushukuru sana. Sikujua kwa jambo ni kubwa kiasi hili. Niliona tangazo pale tu roundabout pale, lakini sikujua kama ni eneo hili. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, nakushukuru sana kwa kutuelekeza mimi na mkurugenzi pamoja na dada yetu yuko hapa na Sunday kukusindikiza wewe. Niseme tu na sisi tunaamini tumepata mahitaji yetu, kwa sababu tumekuja kwenye kiti cha neema kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nipo nafasi kukaribisha wewe. Nakushukuru sana. Naomba mnisaidie kumpigia Mungu makofi kwa ajili ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Halima Dendego anapokuja kuzungumza nasi. Mkuu wa mkoa, karibu sana kuzungumza pamoja nasi. Lakini mkuu wenyewe ni si vizuri kumtania bosi, si ndio eti? Lakini najua mkuu wa mkoa anapenda kuimba. Mkuu ikikupendeza ukiimba na Neema Gospel Choir pale itapendeza sana. Au mnasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana sehemu zote wanaimba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nisamehe kwa kusema hilo jambo. Karibu sana, tumpigie makofi tafadhali mkuu wa mkoa. Karibu sana mkuu, uzungumze na watu wa Mungu. Karibu sana mheshimiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa, Bwana asifiwe. Mimi naona fahari kutembea na Yesu, na bila yeye siwezi. Bila yeye hatuwezi. Sema bila yeye hatuwezi. Bila yeye hatuwezi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunaweza kukaa. Mheshimiwa sana mkuu wetu wa wilaya ya Singida, ndugu yangu Godwin Gondwe, mwenyeji wetu mwingine Joan Faith Kataraia, mkurugenzi wa manispaa ya Singida, katibu afisa tarafa kaka yangu Victor ulioko, nimekuona. Lakini natambua uwepo wa mheshimiwa diwani wetu wa kata hii, kwa kweli huwa na mapenzi mema sana na watu wake. Tunakushukuru sana kama mwenyeji. Lakini nitambua uwepo wa mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji na serikali ya kijiji. Kwa hiyo leo ukiangalia mahali hapa, basi serikali yote tupo. Lakini nitambue uwepo wa mwanangu mimi, kiongozi mwenyekiti wa kanisa hili la Yerusalemu Mpya, mwanangu Steven yuko hapa. Lakini nitambue uwepo wa mchungaji kiongozi, mchungaji Esther Mgendwa, na katibu wa kanisa hili. Hongereni kwa kazi kubwa. Lakini natambua uwepo wa wageni wetu kutoka Moshi, kutoka Dodoma, kutoka Singida yenyewe tuko hapa, lakini na wageni kutoka Dar es Salaam. Nitambue wenyeji wa kata hii na maeneo ya jirani ya hapa na Singida, wote mliokuwepo, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Awali ya yote, mimi napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa kibali tukakutana hapa kwa ajili ya jukumu kubwa
la kuliombea taifa. Lakini niwashukuru sana viongozi wa kanisa la Yerusalemu Mpya kwa maamuzi haya mazuri, maamuzi ambayo yanaenda kuleta faida kwa taifa letu na sisi Wanasingida wote. Nilikuwa na watafakari katika maandiko matakatifu, nikasema leo niseme nini na nini, lakini nikajaribu kutafuta mistari, nikaipata mstari ambao niliona unafanana na kazi ya leo kwenye Mithali 3 mstari wa 9 mpaka wa 10. Anasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Hamkupita kwetu kutuomba michango. Wengine leo wangefanya shughuli hii wangetupitishia bakuli, lakini sisi hapa tumealikwa, hata shilingi nyekundu hatukutoa. Lakini na ninyi mmetambua kwamba Mungu wetu ameliumba taifa hili na anataka watu wake waishi katika taifa hili kwa amani. Kwa kuandaa maombi haya maalumu, maana yake mumemheshimu Bwana wetu na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu mumeheshimu, tena mmetoa mali zenu na malimbuko ya mazao yenu, ninayo imani atazijaza ghala zenu kwa divai mpya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mwenyezi Mungu anasema, kesheni kila wakati, ombeni kila wakati. Na tutakapofanya hivyo, mkono wake wa baraka utatushukia. Kwa hiyo haya mliyofanya leo ni heshima kubwa kwa Mungu, lakini ni heshima kubwa kwa sisi ndugu zenu, ni heshima kubwa kwa taifa, ni heshima kubwa na tumaini kubwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Msione tumekuja hapa tuko wachache, sisi ni wengi sana. Na tukisema sisi wote kwa sauti kubwa, Mwenyezi Mungu anasikia. Maombi yetu haya Mwenyezi Mungu amesikia. Na kama amesikia, atatujibu namna ambavyo tumemuomba. Tumemuomba amani, tumemuomba tuishi kindugu kama yeye asemavyo. Nimewaleta tofauti katika hii dunia ili niweze kuwatambua. Kwa hiyo utofauti wetu wa jinsia, wa makabila, wa dini, sisi ni watoto wa baba mmoja, mama mmoja, Adamu na Hawa. Tunatakiwa tuishi siku zote kwa kupendana, kuheshimiana, lakini kubwa tuweze kulitunza taifa letu zuri tulilopewa na Mungu. Tunasoma sana vitabu vya dini, huwa tunasoma historia za dini. Mimi huwa natafuta maandiko duniani kote, hivi hii bustani ya Edeni inayozungumzwa iko wapi? Siku zote nikijumlisha nikitoa, ninaona bustani ya Edeni ni Tanzania. Kwa nini nasema hivyo? Vijito vinavyotiririka viko wapi? Wanyama wazuri wako wapi? Waumini wazuri wako wapi? Mtu wa kale alipatikana wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tutakuwa wajinga na wapumbavu mbele za Mungu kama ametupa hii dhahabu tunaenda kuichezea, kama ametupa nchi nzuri, taifa zuri, alafu sisi tunaenda kumpiga Mungu kwa mawe. Vita hii hatuwezi kushinda. Kwa niombe hasa vijana wa sasa, tumrudie Mungu, tumheshimu Mungu, kwa sababu maisha mnayoishi yana machukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ujana ni nguvu na ni nguvu kazi ya taifa, lakini ni nguvu mbele za Mungu katika kulitangaza neno la Mungu.
Ujana ni tegemeo kwa ulinzi wa taifa. Kwa usitegemei vijana wa mkoa wa Singida, na bahati nzuri mmenionyesha mfano mzuri, na leo tunaomba pamoja tuendelee tufate yale maandiko matakatifu ya Mungu. Tuwaheshimu baba na mama, tupate miaka mingi duniani. Tuheshimu viongozi, kila kiongozi kuna mkono wa Mungu. Ukimnyanyukia kiongozi ukaanza kugombana na kiongozi, tambua unagombana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ninawaomba sana vijana wa Singida, msidanganyike. Tuendelee kuichunga na kuiombea Singida yetu. Hapa tulipofika hatujafika safari. Bado tuna safari ndefu ya maendeleo. Tuwe na utulivu ili tusonge mbele. Tuwape faraja wazazi, tuwape faraja viongozi wa dini, tuwape faraja viongozi wetu wa kimila, wa serikali, wa vyama vyetu tunavyotoka, kwa kuonyesha utii na unyenyekevu. Na yoyote mwenye utii na unyenyekevu ana faida kubwa hapa duniani na mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli leo jioni nina kazi, lakini niliona haiwezekani. Wageni wametoka mikoa yote hii mikubwa, Dar es Salaam, Dodoma makao makuu, alafu mimi nimwagize labda Victor aje? Hapana, manake kikao cha jioni na ndugu yangu Godwin Gondo wote tunahusika. Nikasema twende tukae hata masaa mawili yanatosha kumwambia Mungu asante, kumwimbia Mungu, lakini kuambia wageni wetu karibuni, tumefarijika mmekuja kuungana na sisi, na katika siku hii maombi yenu haya Mungu hata yatupa. Lakini mimi napenda sana kusikiliza nyimbo, lakini katika nyimbo zote ninazosikiliza, hizi nyimbo za Mungu huwa nazipenda zaidi. Asubuhi, mchana, jioni, na hata nikilala huwa naziachilia, nasikiliza, napitiwa na usingizi. Nikiamka ninapata tena neno lenye kunipa matumaini mapya. Kwa hiyo mnavyofanya hapa, wenzenu mnatuponya. Kupitia uimbaji wenu tunapona. Kupitia uimbaji wenu tunapata matumaini mapya. Kupitia uimbaji wenu mnatutoa hofu. Kupitia uimbaji wenu mnatupa mwanga na nguvu ya kusonga mbele. Bwana asifiwe. Kwa alivyosema Godwin Gondwe, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, kwamba mkuu anapenda kuimba kweli. Ingawaje mimi sio mwimbaji mahiri, lakini angalau naweza nikaimba kitu watu wakanielewa. Na siwezi kutoka eneo hili leo na mimi sijaimba. Lakini pia siwezi kutoka bila kusikiliza zile kwaya zilizotajwa. Zote utazipanga, mchungaji kiongozi, zitakuja kwa awamu, zitaimba haraka haraka, alafu ndo mimi niondoke. Siwezi kukosa zawadi hii njema. Kwa hiyo nafikiria niimbe nyimbo ngapi? Mwanakwaya ameingia mjini. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nitaimba nyimbo 3. Na wakati naimba, wanakwaya wote mna jukumu la kunisindikiza. Wapiga vinanda mna jukumu la kunisindikiza, ili na mimi kwaya yangu iwe nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema wana Singida, neema imefunuliwa. Neema kwa Wadodoma, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa.
Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Yeah.
Endelea kumshangilia Bwana Yesu, haleluya.
kujibu Bwana, ombe usiache, yeye ni muweza. Wanachuni na kuchuni. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tunaweza kuimba wote kwa pamoja, tukacheza tu polepole namna hii. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe ilikuwa daraja la sisi kukombolewa. Kumbe ilikuwa daraja la sisi kukombolewa. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe ilikuwa daraja la sisi kukombolewa. Kumbe ilikuwa daraja la sisi kukombolewa. Makofi na vigelegele kwa Yesu wewe. Haya dunia yote sasa yashangilia, ulimwenguni pote shangwe furaha. Haya dunia yote sasa yashangilia, ulimwenguni pote shangwe furaha pia. Baada ya kikao kuitwa mbinguni, Mungu atauliza swali moja gumu: ni mtume nani aende duniani? Ni mtume nani aende duniani? Kukomboa wanadamu na dhambi zao, kukomboa wanadamu na dhambi zao. Baada ya kikao kuitwa mbinguni, Mungu atauliza swali moja gumu: ni mtume nani aende duniani? Ni mtume nani aende duniani? Kukomboa wanadamu na dhambi zao, kukomboa wanadamu na dhambi zao. Sauti ikatoka ikisema kwamba, Baba naomba nitume mimi niende. Sauti ikatoka ikisema kwamba, Baba naomba nitume mimi niende. Sauti ikatoka ikisema kwamba, Baba naomba nitume mimi niende. Sauti ikatoka ikisema kwamba, Baba naomba nitume mimi niende. Ndipo Yesu akaja duniani kwa kazi moja, kukomboa wanadamu na dhambi zao.
kwao. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kweli tumekuwa na wakati mzuri sana 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 sana. Nafsi na mioyo yetu imejaa neno la Mungu. Uongo kweli? Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wetu wa dini, tunawashukuru sana waimbaji, kwa kweli mmetujaza neno. Lakini leo nikiwaambia ni siku ya baraka, na wakati mwingine Mwenyezi Mungu huleta baraka pale usipoitarajia. Lakini tunawashukuru sana wageni wetu, na tunajua wakitoka hapa watasafiri. Ila tumeambiwa season 3 inakuja. Naomba niwaahidi, na mimi kwenye kamati ya maandalizi mumweke Mheshimiwa Gondwe, mumweke Joan Kataraia, mumweke na Mheshimiwa Balozi amesema. Amini tunaenda kufanya mambo makubwa.
Tunataka siku hiyo itingishike, na siku hiyo hatutaimba mchana, tutakesha kumkeshea Mungu kama vile alivyosema kesheni kila wakati. Tunaenda kukesha, tukawa na usiku mzuri, usiku wa kuabudu, usiku wa kumuita Muumba wetu, si ndio? Kwa hiyo sisi ndio wajumbe wa kamati ya maandalizi. Mama mchungaji, kiongozi, mwenyekiti, mjue nyinyi wakati huo mtakaa pembeni, sisi tunatangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati wenzetu wa upendo wanaimba na kutimiza ile ahadi iliyomwahidi Mheshimiwa Balozi, kwa kweli ametupa heshima kubwa sana. Mimi naomba tu dakika moja aseme neno, asalimie, alafu mimi nahitimisha, upendo ataingia. Karibu Mheshimiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Asanteni. Asanteni sana. Asanteni sana. Nimebarikiwa, nimefurahi. Sidhani kama nina cha zaidi. Wewe umetuwakilisha. Amani iwe nawe. Na kamati na mwenyekiti ni wewe, ni mchungaji? Mimi nitakuwa mwenyekiti. Wewe ni mwenyekiti, sisi tutakuwa wajumbe wako. Utatoa maelekezo. Barikiwe sana. Karibuni Singida. Basi hayo ndio maneno ya Mheshimiwa Balozi, lakini na mimi nimekuja, najua kabisa kuna mambo mnafanya. Nilifurahi, hawakuniomba wala hawakutaka chochote kutoka kwangu, walisema tu nije, lakini nikakaa hapa kidogo, tukapitishiwa zile flashi, tukakaa kidogo, tuna wageni wanahitaji hata maji, naomba na mimi nitoe kamchango kadogo sana, lakini nikatawafikia waimbaji wetu wote. Mama yangu, naomba nikukabidhi, hii ni 1,000,000. Ni ndogo sana, lakini mbele ya Mungu hii ni kubwa kweli kweli, na itaenda kuzaa. Basi angalau wageni wetu wanaporudi waweze kupata hata maji ya kunywa. Tayari Mheshimiwa Balozi ameniongezea 1,000,000. Kwa hiyo 2. Naona maneno ya Mungu huwa hayachelewi. Basi tunawashukuru sana. Neema mnisame. Mimi napenda sana upendo, kupendana, lakini bila neema hatuwezi kupendana pia. Kwa hiyo wanachanganya haya majina mawili. Karibuni sana kwa ajili ya special request ya Mheshimiwa Balozi.
bila wewe najua bila wewe najua bila wewe Shangilia Yesu kama umependelewa. Haleluya. Ongea na jirani yako afu mwambie ndo tunaanza sasa.